Mpendwa msikilizaji wa Radio Tabora FM, karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Leo siku ya Alhamisi tarehe 14 Mei 2026 katika juma la 6 la kipindi cha Pasaka. Leo kanisa linafanya sherehe ya kupaa Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni. Mpendwa msikilizaji, sherehe hii inaadhimishwa leo siku ya 40 baada ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kwa sababu za kichungaji, sehemu nyingine huadhimisha sherehe hii siku ya Dominika, ambapo waamini wengi wanapata nafasi ya kushiriki adhimisho hili kubwa la fumbo la imani yetu. Katika sherehe ya leo tutaongozwa na masomo matatu. Somo la kwanza, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 11. Somo la pili, waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya kwanza aya ya 17 hadi ya 23. Na somo la Injili kadiri ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo sura ya 28 aya ya 16 hadi ya 20. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Wapendwa, sherehe ya kupaa Bwana kanisa huiadhimisha kila mwaka siku ya 40 baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kufufuka kutoka kaburini. Ni sherehe yenye umuhimu mkubwa katika kanisa, kwani ndiyo inayotupa tumaini kwamba Yesu baada ya kifo chake pale msalabani na kuzikwa kaburini, siku ya 3 alifufuka na sasa anapaa kwenda mbinguni kwa Baba. Katika sherehe ya kupaa Bwana tunaadhimisha hali ya mwili wa utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo kutoka duniani na kuingia mbinguni. Wapendwa, kupaa kwa Yesu Kristo sio safari ya kawaida. Hili ni tendo la kimungu na hali ya kutukuzwa kwa Yesu Kristo ili apate kuwa mkuu, mmiliki na mtawala wa vyote vilivyopo mbinguni na duniani. Pengine tunaweza kujiuliza, ni kwa nini Yesu anapaa kwenda mbinguni? Mpendwa msikilizaji, Yesu anapaa kwenda mbinguni kupokea tuzo ya ushindi. Anapokea tuzo hiyo ya ushindi kwa kazi kubwa ya kumkomboa mwanadamu. Anakwenda kututayarishia makao mbinguni na kumtuma Roho wake Mtakatifu duniani. Wapendwa wasikilizaji, tendo la Yesu kupaa kwenda mbinguni ni tukio ambalo watu wa Galilaya walimshuhudia kwa macho yao ya nyama. Hii inamaanisha kwamba alipaa kwenda mbinguni akiwa na mwili wake mzima wenye hali ya utukufu. Ndivyo tunavyoelezwa katika somo la kwanza na wimbo wa katikati kwamba Yesu wakati anapaa, wana wa Galilaya walikuwa wakimtazama, wakipiga tarumbeta na sauti za shangwe, huku wakimshangilia kwa furaha wakisema, Mungu amepaa kwa kelele za shangwe, Bwana kwa sauti ya baragumu.
tunapofanya sherehe ya leo, tunaalikwa nasi kufurahi na kushangilia kwa sababu Bwana amepaa, na kwa kupaa akiwa na mwili wa utukufu, nasi tunapewa matumaini ya kuvikwa mwili wa utukufu na kushiriki katika hali ya utukufu wa kimungu, tukishangilia pamoja naye. Wapendwa, katika somo la Injili tuliyoisikia, tunaona Kristo anaacha agizo lake kuu kwa wanafunzi wake, akiwataka wote wawe wainjilishaji. Ndugu zangu, uinjilishaji ni kutimiza kazi ya Kristo mwenyewe aliyowaachia wanafunzi wake kabla ya kupaa kwake kwenda mbinguni, akisema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha yote niliyowaamuru ninyi. Maneno haya yanatupa utume wa kimisionari ambao Kristo analiachia kanisa lake. Yeye mwenyewe anawatuma wanafunzi wake kwenda kuendeleza kazi aliyoianzisha akiwa hapa duniani, kazi ya kuhubiri Injili kwa watu wote. Wapendwa, kwa ubatizo mimi na wewe tunafanywa kuwa wa Kristo na tunashiriki zile ofisi tatu muhimu za Kristo, yaani tunakuwa makuhani, manabii na wafalme. Na kwa ubatizo tunapewa hadhi ya kuwa wanafunzi wa Kristo, ambao ndio sisi wabatizwa. Leo tunapewa agizo hili la kuhubiri habari njema kwa kila kiumbe. Ndugu zangu, wengi wetu hufikiri kwamba utume huu wa kuhubiri na kufundisha wamepewa mapadre peke yao, kwamba kwa kuwa wao wanapewa daraja ya upadre, basi wao ndio wanaohusika kufanya mahubiri wakiwa makanisani, jumuiyani, vigangoni na mahali pengine. Lakini ukweli ni kwamba sisi sote wabatizwa, mimi na wewe, tunawajibika moja kwa moja kushiriki katika utume huu wa uinjilishaji kwa kuhubiri na kufundisha kama anavyotuagiza Kristo mwenyewe. Mpendwa msikilizaji, tukitaka kushiriki agizo hili la uinjilishaji katika maisha yetu ya kila siku, ni vizuri tukumbuke maneno ya Mtakatifu Mama Teresa wa Kalkuta yanayotuambia kwamba upendo wa kweli daima huanzia nyumbani. Hivyo katika sherehe ya leo ni wajibu wetu mimi na wewe kufundisha na kuhubiri kwa maneno na matendo yetu, tukianzia nyumbani, katika familia zetu na katika jumuiya zetu. Tuwafundishe watoto wetu imani Katoliki ambayo tumeipokea kutoka kwa Kristo mwenyewe. Tuwafundishe ndugu zetu, tuwafundishe jirani zetu na marafiki zetu wanaotuzunguka kila siku, waifahamu imani na maadili mema ili waweze kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Ndugu wasikilizaji, kuishi maisha ya uinjilishaji kunahitaji neema za Mungu. Hivyo tunapaswa kuomba maongozi ya Roho Mtakatifu ambaye Kristo mwenyewe ametuahidia kumpokea siku ile ya Pentekoste, ili Roho huyu atusaidie katika kutimiza agizo hili kikamilifu. Wapendwa, kama tukilitii agizo hili la Kristo la kufundisha na kuhubiri habari njema, Mungu anapata kutukuzwa ndani ya mioyo yetu, na sisi wanadamu tunapata wokovu ule aliyotuahidia. Nipende sasa kuwatakia maadhimisho mema na sherehe njema ya kupaa Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii
imeletwa kwenu nami Frateli Daniel Kuingwa wa Jimbo Katoliki la Kigoma, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa pili katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu Katoliki Tabora.